mambo? Uko sawa sawa? Alhamdulillah bila amen. Mazoezi ya mwisho yanaendelea. Of course, tunafanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa KMC kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans. Mazoezi ambayo haya yanaweza kutupa dira kile ambacho kitatokea kwenye mchezo wa kesho. Muhimu ni tukamilishe maandalizi yetu. Ukisema maandalizi yamekamilika 100% na mpaka hii siku ya mwisho leo ipite ya mazoezi, tunakuwa umepata zile 100% za kufanya maandalizi yako ya mchezo kuelekea kesho. Tunajiandaa vizuri, nimezungumza na wachezaji, mwalimu pia mwenyewe Fikiri Elias, kocha la makocha, kwamba namna ambavyo anaiandaa timu na mazoezi ya leo yanayofanyika hapa ni kwa ajili ya kwenda kutafuta alama 3 kesho. Dhamira yetu ni kupata ushindi na iko pale pale, wala hakuna ambacho kimebadilika kwa namna moja au nyingine. Lakini muhimu, kuna jambo ambalo kidogo limenifikirisha, ambao nafikiri wanamichezo pia wanatakiwa kufahamu juu ya kile ambacho kimeendelea hii leo. Ni haki ya kikanuni kwa mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo. Hii inafahamika nchi nzima, ipo kawaida. Lakini leo tumekuja uwanjani, cha ajabu tumekuta kuna mechi ya kirafiki Yanga Princess, sijui na timu gani, lakini wanacheza mechi ya kirafiki hapa. Tumesubiri almost dakika 30 kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Baada ya mvutano wa simu nyingi kupigwa huku na huku, ndio timu imeruhusiwa imeingia uwanjani imefanya mazoezi. Kwa hiyo sio jambo ambalo linapendeza kwa namna moja au nyingine, limetukwaza pia. Kwa sababu ukiweka timu kwenye basi kwa nusu saa almost na ikumbuke tumewahi kufika. Tumefika hapa saa 12 kasoro. Kwa hiyo ukipiga muda tuliofika mpaka kuchukua nusu saa tangu muda wa sisi kuanza mazoezi kwa saa 12 na robo, almost lisaa lizima unatengenezea timu fatiki ambayo haina msingi wowote. Kama ni hivyo tungepewa taarifa tukakaa hotelini tukasubiri mpaka saa 1 tufanye mazoezi, lakini tunafahamu na utaratibu ulivyo, siku moja kabla ya mechi, muda husika wa mechi lisaa limoja mgeni ana haki ya kufanya mazoezi. Lakini leo cha ajabu tumekuta hapa Yanga Princess wanacheza mechi ya kirafiki. Haijatupendeza, imetukwaza sana. Tumefanya mawasiliano na mamlaka husika na taarifa zimefika, na naamini watalifanyia kazi ile ambayo limetokea hapa kwenye uwanja wa KMC Complex. Ila muhimu ni mchezo wa kesho, na hili kwetu halituharibii taswira yoyote wala halitutoe mchezoni kwa namna yoyote. Ima lingeendelea au limeisha kama hivyo ambavyo limeisha na timu imefanya mazoezi japo kwa kuchelewa, kesho tutaingia uwanjani, tutatafuta alama 3 na jasho litamwagika. Ulizungumza ukasema kwamba kama kila kitu kikienda sawa mnakwenda kushinda dhidi ya Yanga. Hili linakwenda kutia doa. Unajua kitaalamu doa lipo kwa sababu unatengeneza fatiki ambayo haina msingi, sio? La pia unafanya mazoezi ya mwisho kwenye muda ambao sio husika, umechelewa kidogo, kitu ambacho kilikuwa hakina ulazima. Lakini hatuna excuse yoyote kuelekea mchezo wa kesho. Hiyo sio sababu. Tunasema ama nimesema ili mamlaka zione kile ambacho kimetokea kwamba sio sahihi. Sio, umeelewa vizuri Lakini kuelekea mchezo haina athari yoyote. Tumefanya mazoezi japo kwa kuchelewa, kwa kuwakuta Yanga Princess wanacheza mechi ya kirafiki. Sio ya mashindano, ya kirafiki. Yanga Princess. Sisi tumefika hapa wanaanza kipindi cha pili. Kwa hiyo tulikuwa tusubiri dakika 45 tu tumekaa nje tunawasubiri Yanga Princess wamalize mechi yao ya kirafiki. Haingia akilini hata kidogo. Lakini jitihada zimefanyika, tumekaa almost nje dakika 30, wameondoka, sisi tumeanza mazoezi na tutaingia mchezo wa kesho full force, energy ya kutosha tukitafuta alama 3 kesho with no excuse. Kwamba pia hii inaweza pia sasa mambo kama haya ndo yanatupasi morali ya kwenda kuingia mchezoni kesho na kutafuta alama. Ndo hasira zenyewe zinaanzia huko, si ndo chokochoko? Si ndio bana? Ukianza kuleta chokochoko kama hivi na sisi ndo tunakasirika sasa. Kesho linapigwa booster hapa. Pasi 800 hapa zinapigwa hapa, atapigwa mtu mpira akitoka uwanjani pale atafuta pa kushika pale. Wewe uamini? Pakome profesa. Nani? Profesa. Hapa kuna mtu mmoja anaitwa Kiala Lassa, Congolese International. Huyu mwanadamu anajua mpira nchi hii hamna. Waulize Fountain Gate watakuwa disia au Singida Black Stars watakuwa disia kuhusu mwanadamu. Kuna mtu anaitwa Gerson Gwalala, kiungo tope Tindiga hilo. Wao wenyewe wanamjua, fundi wa mpira. Kwa hiyo ukitaja majina kwa kipaji mchezaji mmoja mmoja tunao wa kutosha na wao wanao. Sasa jina la mtu mmoja mmoja halichezi wala halifungi goli. Unahitaji teamwork. Si ndio bwana Katika kitu ambacho sisi tunaamini tunacho kwa asilimia kubwa ni teamwork, na tunaamini tunaweza kushinda kupitia teamwork na mbinu ambazo mwalimu ana implement kuelekea mchezo wa kesho. Lakini nukuu pale pale. Hii kutuchelewesha kuingia kufanya mazoezi ya mwisho haituathiri chochote kuelekea mchezo wa kesho. Tutaingia uwanjani, tutacheza, tutatafuta matokeo kadri tunavyoweza,
lakini mamlaka husika ziangalie utaratibu mzuri wa mambo kama haya yasiendelee kutokea au yasijitokeze, yanakwaza. Si ndivyo watu mnapanga ratiba zenu mapema, na mpira wa miguu kitaalamu pia ni mchezo wa muda namna ambavyo muda ulivyo ndio jinsi ambavyo approach yako ama mazoezi yako atavuka vizuri. Kwa hiyo tunaomba jambo kama hili lisijirudie. Tunarudia kusema tena, halijatupendeza na halitampendeza yoyote yule. Litakupendeza endapo hujafanyiwa, lakini likikutokea wewe umefanyiwa ndio utajua kama jambo hili ni zuri ama si zuri. Bila shaka hakuna ambaye ni majeruhi. Hakuna. Kwa hawa ambao tuko nao Dar es Salaam wote wazima 100%. Ni swala la mwalimu tu kuona nani ambaye anastahili kuanza, nani ambaye atakaa bench kutokana na approach ya mchezo husika, lakini tunaye nyota mmoja ambaye tunamkosa, James Msuva, ambaye alipata matatizo ya nyama za paja, yuko chini ya uangalizi wa madaktari, na panda majaliwa Mwenyezi Mungu tukirudi Tanga baada ya mchezo dhidi ya Mbeya City tarehe 13 anaweza akawa amerejea kwenye uwanja wa mazoezi. Ila kwa kikosi ambacho tuko nacho hapa Dar es Salaam, wachezaji 26 wote wako fit 100%. Tunamwachia kazi Fikiri Elias, kocha la makocha, aamue sasa timu yetu tutakwenda kuchezaje kesho na tutapataje matokeo. Msemaji wa KMC Khalid Chukuchuko alizungumza kabla ya mechi yao na Yanga, akasema wao wanakwenda kuwa msaada kwa watani wao, kwa maana wapinzani wa klabu ya Simba wakakwenda kuwafurahisha, kupunguza lile gepu la alama 5 ambalo wanalo mpaka hivi sasa. Pengine labda nyinyi mnataka kuwasaidia klabu ya Simba. Sisi hatuhusu. Sisi tunatafuta alama 3 kwa maslahi yetu binafsi. Vita ya ndugu mniingilia nini? Hainihusu. Vita zao na kutafuta alama zao za ubingwa watajua wenyewe. Sisi tunatafuta alama zetu kwa ajili ya kujinasua pale tulipo. Sio, umeelewa? Ugomvi wa ndugu si wa nini, mwisho wa siku kuchangia. Si hataki. Ugomvi wao, vita yao watajua wenyewe na mambo yao. Sisi tunaangalia kwetu. Kuna msemo wa Swahili wanasema unaangalia wengine wakati yako wenyewe wanakushinda. Sasa ndio hao chukuchuku. Sisi tunapambana kwetu. Tunataka tujinasue kule tulipo, kukaa kwenye nafasi nzuri zaidi, si ndio? Ligi imebakisha mechi chache hivi. Ukianza kuangalia mambo ya watu tena umsaidie yule umsaidie, mimi sina wa kumsaidia kwa kweli. Inasemekana ni ndugu. Wakina nani? Wengine. Sasa ndugu nilisikia hizo maneno. Lakini ni mambo ambayo hoja yake haina mashiko. Inazungumzwa na sisi hatuna shida kwenye kuzungumziwa hivyo, kwa sababu ili uwe timu kubwa lazima uwe story. Kwa sisi kuzungumzwa kwa story ni approve kwamba sisi ni timu kubwa, kwa tunaridhika, lakini kwenye uhalisia wa undani wa mambo si kweli, na vita yao ya undugu haituhusu. Yaani hiyo sijui kumshusha huyo alama sio swala letu hilo. Sisi tukishinda kesho, tukipata alama 1 au tukipata alama 3, sisi tunapambana kwa ajili ya maslahi ya timu yetu. Si kumpambania mtu mwingine. Vita zao watajua wenyewe, shauri lao huko. Kila mtu akafie mbele na majanga yake, na sisi tupambane nayo kwetu. Tunawakataa. Hatujawahi kuwakubali pia. Yaani kusema tunawakataa maanisha kama tushawahi kuwakubali. Hatujawahi kuwakubali. Sio leo tu, mpaka kiyama. Kila mtu apenda lake. Shukrani.